Habari za wakati huu ndugu zangu. Katika vipindi vilivyopita kuna kipindi kimoja niliongelea nyakati ngumu sana katika maisha ya mwanadamu. Nikataja wakati wa kwanza ni wakati wa kuzaliwa, wakati wa pili ni wakati wa kijana kuondoka nyumbani na kwenda kuanza kujitegemea. Cha tatu nikataja wakati wa kuoa au kuolewa, na cha nne nikataja wakati wa kufa. Leo tuongelee wakati mmoja, kuoa na kuolewa. Ule ugumu unatokana na ndoa nyingi kuwa na misukosuko na ndoa nyingi kuto kudumu. Swali letu la msingi ni kwa namna gani kijana anaweza akaingia kwenye ndoa na akawa na uhakika ndoa yake inadumu na kweli ndoa yake ikadumu. Katika kulijibu lile swali letu la msingi, ni kwa namna gani ndoa inaweza kudumu isivunjike, nikaandaa vipengele vitatu. Cha kwanza, tunatakiwa kujua maana ya ndoa ni kitu gani, ndoa ni nini. Cha pili, tunatakiwa kujenga mila na tamaduni mpya na umuhimu wa mila na tamaduni mpya kwenye maisha ya ndoa. Na jambo la tatu ni namna ya kujenga hiyo tamaduni mpya baina ya hawa wanandoa wawili. Hivi vitu vitatu ndio vitakwenda kutusaidia kujenga ndoa ambayo inadumu. Tunaanza kipengele cha kwanza, maana ya ndoa. Ndoa ni makubaliano baina ya mtu mke na mtu mume kujenga jamii moja. Sasa, wakati wanavishana pete, kusema mume wangu au mke wangu, pokea pete hii kama ishara ya mapenzi yangu kwako. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Hivyo maagano ya ndoa ni maagano ya upendo baina ya mtu mke na mtu mume. Na hivyo sasa ndoa zote ni ndoa za Kikristo, kwa sababu ishara pekee ya kuonesha kwamba mtu ni mfuasi wa Kristo ni kupendana. Ndoa ya Kikristo ni ndoa baina ya wabatizwa wawili, yaani wafuasi wa Kristo wawili. Kwa ubatizo mtu anafanywa kuwa nabii, kuhani na mfalme, yaani viongozi. Hivyo ndoa ya Kikristo ni ndoa baina ya wafalme wawili. Kuna msemo unasema fahali wawili hawakai zizi moja, watapigana, wanaelewa wale wanaofuga. Lakini Bwana Yesu Kristo anarekebisha hapa kwa kusema kwamba anayetaka kuwa mkubwa kati yenu na awe mtumishi wenu. Hivyo basi tena ndoa ya Kikristo ni baina ya watumishi wawili, mtumishi mke na mtumishi mume. Sasa swali linakuja, wanamtumikia nani? Hawa hapa wanatumikiana wenyewe kwa wenyewe. Yaani kila mmoja anatakiwa kumuona mwenzake mfalme na yeye mtumwa. Kwenye vitabu vya hekima katika Biblia kuna mahali pameandikwa, Eremweli, mvinyo haufai kwa wafalme, wala kwa mkuu kusema uko wapi mvinyo, wasije wakanywa wakaisahau sheria na kumonea mtu mnyonge. Wewe ni mfalme, uwe mke au uwe mume, usije ukalewa au ukanywa ukaisahau sheria na ukamonea yule mtumwa wako. Twende kipengele cha pili kuangalia kulewa ni kitu gani. Kipengele chetu cha pili ni kujenga mila na tamaduni moja. Mtu mke na mtu mume katika ndoa hujenga jamii moja, na kila jamii ina mila na tamaduni zake ambazo ndizo mwongozo au dira ya jamii kufikia malengo yake. Wengine wataita mkataba. Mtu mke na mtu mume ni mazao ya jamii tofauti zenye mila na tamaduni tofauti.
na kila mmoja huona jamii yake ndio yenye mila na tamaduni nzuri na sahihi kwenye kuelekea malengo kuliko mila na tamaduni za wengine. Sasa swali linakuja, hao watu wawili waliotoka kwenye mila na tamaduni tofauti, na huenda mila na tamaduni zao zikawa zinapingana, wanawezaje kukaa mahali pamoja? Wanawezaje wakalielekea lengo moja ili hali wanatumia mbinu tofauti? Hapo ndipo umuhimu wa kujenga mila na tamaduni moja katika ndoa unakuja, ili kusudi uwepo uelewano baina ya mtu mke na mtu mume ndani ya ndoa, na hapo waweze kulifikia lengo lao vizuri bila matatizo. Kwenye Biblia imeandikwa, mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mumewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hii ina maana kwamba ataacha mila na tamaduni za kwanza, zile za jamii yake. Ataacha maisha yale ya mazoea ya kwanza, naye atachukua mazoea mapya na mila na tamaduni mpya ambazo zitawafanya yeye na mumewe wafikie lengo lao. Hiyo sio kwa mwanamke tu, lakini pia kwa mwanamume, naye ataacha ule ukwao na kuambatana na zile mila na tamaduni ambazo watazijenga na mkewe ili kusudi kufikia lengo la maisha yao. Muungano wa ndoa unafanana na kile kilichotokea kikasababisha mkutano wa Yerusalemu. Yaani Wayunani na Wayahudi wote walikuja kumwamini Kristo. Sasa Yakobo katika mkutano wa Yerusalemu aliwashauri kwamba wasiwabebeshe mizigo wale watu ambao walikuwa sio Wayahudi. Mzigo mmoja wapo ilikuwa ni kutahiriwa. Sasa ili linafanana kabisa na maisha ya ndoa. Watu wa jamii tofauti wenye mila na tamaduni tofauti wote wamekuja pamoja. Mwanaume, mwanamke, usimbebeshe mwenzako, bali jenga mila na tamaduni nyingine. Tengeneza mzigo mwepesi na mrahisi nyewe wawili kuchukua, ambao utafanya muweze kufikia lengo la maisha yenu. Na hiyo ndio mila na tamaduni mpya. Mtu mmoja katika tafakari yake ya maandiko matakatifu juu ya uumbaji akawa anajiuliza maswali. Kwa nini mwanamke kutoka kwenye ubongo wa mwanaume? Kwa nini chini ya kwapa? Kwa nini pembeni yake? Akapata majibu kwamba hakutoka kichwani ili mwanaume awe anamburuza, lakini pia alitoka pembeni yake ili kusudi wasindikizane katika safari moja, lakini pia alitoka karibu na moyo wake ili kusudi wapendane. Alitoka chini ya kwapa ili wawe marafiki, wafanye mambo kirafiki. Huyo ni mtu na mume wakiwa wamejenga mila na tamaduni moja. Hakuna mtu atakuwa anamburuza mwenzake, hakuna mtu atakuwa anaona mzigo ni mwepesi au mgumu kuchukua, hakuna mtu atakuwa hajui lengo wanaelekea wapi. Ndugu zangu, nafahamu sio kazi rahisi kwa mtu kuacha maisha yake ya mazoea, kuziacha mila na tamaduni ambazo siku zote ameziona kuwa ni njema, na kuanza kujenga mila na tamaduni mpya. Ugumu wake ni kama vile tu kwa mraibu wa madawa ya kulevya kuacha kutumia madawa ya kulevya. Anasema haya Plato katika nadharia yake ya Allegory of the Cave. Lakini inabidi kuyaacha yale maisha yetu ya mazoea ya kwanza na mila na tamaduni zetu za kwanza kwa ajili ya manufaa makubwa ya ile jamii ambayo tumeitengeneza, kwa ajili ya kufikia malengo yetu, kwa ajili ya kutengeneza ndoa imara. Sasa tunajengaje mila na tamaduni mpya?
tunaitengenezaje ile misingi mizuri ambayo itatufikisha kwenye lengo letu. Twende kwenye kipengele kinachofuata cha 3 na cha mwisho. Kipengele chetu cha mwisho ni namna ya kujenga mila na tamaduni mpya. Yapo mambo 6 ya kuzingatia wakati tunatengeneza ile mila na tamaduni mpya ambayo itatufanya tufikie malengo yetu, ili kusudi isije ikawa mzigo kwetu sote au kwa mmoja wetu. Katika kuzijenga mila na tamaduni mpya, tunatakiwa kuzingatia yale mambo ambayo wenzetu hawawezi kubadilika, hawawezi kuyabadilisha katika maisha yao. Kwa mfano, kabila la mtu au wazazi wa mtu hawezi kubadilisha, hiyo ni fact. Unatakiwa tu kukubaliana nayo. Useme kwamba Francis ni Mchaga, kwa hiyo Francis hapana, unatakiwa kubadilisha awe Msukuma. Hiyo haiwezekani. Au mzazi wake, mume wangu au mke wangu ni fulani na mimi hapa sitaki, lakini namtaka fulani, natakiwa badilisha mzazi. Hiyo haiwezekani. Lazima kila mmoja ayakubali yale mambo kwa mwenzake ambayo hayawezi kubadilika. Jambo la pili ni kukubali kwamba kuna mambo kwa huyu mtu yanaweza yakabadilika. Kwa mfano, tabia. Wanasema mtaani, tabia sio ngozi, huwa inabadilika. Mtu akuzaliwa na hiyo tabia mbaya amejifunza. Hivyo katika kujifunza anaweza akajifunza tabia nyingine nzuri na kuisahau ile tabia ambayo huipendi kwake au ambayo ni mbaya. Kwa hiyo unaweza ukamkubali huyu mtu ni Mchaga, lakini ukaikataa tabia yake ambayo labda kwa sababu kabila lake wanafanya hicho kitu na yeye amejifunza. Kwa mfano, watu wengi wanasema Wachaga wanakunywa pombe sana, na huyu mtu umempata ni Mchaga lakini haupendi anapokunywa pombe. Ujue kwamba hiyo inabadilika, unaweza ukambadilisha huyu mtu. Kwa hiyo katika kujenga mila na tamaduni mpya, kuna vitu ambavyo pia vinabadilika, lazima uvizingatie hivyo. Lakini jambo la 3, mazingira yana influence mambo mengi sana kwa huyu mtu. Siku moja niliona kwenye TV tangazo la Azam kwenye TV yao ya Mr. UK. Ule mama akaona mume wake anaenda kuangalia mpira sana nje, kwa sababu mule ndani kulikuwa hakuna TV na wala kulikuwa hakuna kingamuzi cha Azam TV. Hivyo ule mama alipoona mume wake hawezi kubadilika, akatengeneza mazingira ya mume wake kubaki pale nyumbani kwa kwenda kununua TV ya Mr. UK na kuiweka ndani. Hivyo mume wake akawa haendi tena nje kwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo alirekebisha mazingira, kwa sababu mazingira ndio alikuwa yanamfanya awe kama alivyokuwa. Hivyo mazingira tunatakiwa kuyazingatia tukiwa tunajenga mila na tamaduni mpya. Jambo la 4, tunatakiwa kujua binadamu yoyote sio kisiwa, ana ushirikiano na watu wengine. Sasa kila amuzi ambalo utalifanya kwa ajili ya kujenga mila na tamaduni mpya, lazima uangalie matokeo yake, au hasi au chanya, usidi uache au ufanye kwa ajili ya faida ya watu wote. Kwa kila kitu unachokifanya kwa ajili ya kutengeneza mila na tamaduni mpya katika familia yako, muangalie mwenzako, atafurahishwa ama atakasirishwa. Jambo la 5 ni uvumilivu, kwamba sio kila kitu kinaweza kufanyika sasa hivi. Kuna mambo ambayo yanaweza kufanyika sasa hivi, unatakiwa kuyafanya sasa hivi. Lakini kuna mambo yataenda polepole, nayo yatakuwa yanaendelea kufanyika na kufanikiwa polepole. Hivyo tunatakiwa kuwa wavumilivu ili kusudi tutengeneze ile jamii au ile mila na tamaduni katika jamii yetu ambayo ni stable na itatufanya tufikie malengo yetu. Jambo la 6 na la mwisho, binadamu tuna mpaka, tunazaliwa na tunakufa. Kwa hiyo usijivune sana na kujiona bora na kuona zile mila na tamaduni za kwenu ni bora zaidi kuliko watu wengine. Ukumbuke kwamba
kuna mti unakuwa mahali kwa ajili ya kukutengenezea wewe jeneza lako. Ukijua hivyo, utakwenda kuheshimu mila na tamaduni za watu wengine, utakwenda kuheshimu watu wengine, mtatengeneza mila na tamaduni mpya ambayo itakuwa rahisi kwenu ninyi nyote kuendana nayo na kuwapeleka kwenye lengo lenu la msingi. Hautambeza yeye kwa kuwa na mila na tamaduni za kipuuzi, wala yeye hatakiwi kukubeza wewe kwa kuwa na mila na tamaduni za kipuuzi. Hapo tutaweza kujenga kitu fulani ambacho kitatupeleka mbali zaidi. Napenda kuwashukuru sana kwa kunisikiliza. Pia kama umefurahishwa na kipindi hiki, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ili kusudi upate vipindi vizuri vinavyoendelea na vyenye mafundisho ya kujenga jamii ambayo inajielewa. Shukrani sana na kwaheri.